بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma baad, watukufu wa Islamu, tunaendelea na mfululizo wa darasa yetu ya kuzungumzia sifa zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na leo hii mbele yetu tuna sifatul wahdaniya, sifa ya upweke, kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni peke yake, hakuna wapili wake. Kwa hivyo maana ya alwahdaniya annahu laysa dhatan muallafa min ajza'i, kwamba yeye Mwenyezi Mungu si dhati ambayo iliyofungamana na mafungu. Kwa hivyo fala yujadu mithlu dhatihi, hakuna mfano wa dhati yake Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa li ghairi sifatun ka sifatihi, hakuna mwingine yeyote ambaye anasifika na sifa kama ambavyo anavyosifika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kwamba sifa zake Mwenyezi Mungu zote, hakuna hata sifa moja ambayo inayofanana na sifa ya kiumbe chake chochote. Sifa zake zote Subhanahu wa Ta'ala ni peke yake. Kwa hivyo hii sifatul wahdaniya ni kwamba yeye kapwekeka yeye tu, na hakuna mwingine yote ambaye anayefanana na sifa zake Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile hakuna kwamba katika yale anayoyafanya Mwenyezi Mungu kwamba kukawa kuna kingine kinafanana naye Subhanahu wa Ta'ala katika ufanyaji. Kwa hivyo haikuwa makusudio bil wahdaniyatul adad, haikuwa kwamba hii inaposemwa wahdaniya ikawa inakwenda kwenye hisabu, kwenye idadi. Hapana, kwa sababu idhil wahidu fil adadi lahu nisfun wa ajzaun aidan, kwamba hii wahid katika upande wa idadi itakuwa ina nusu, na itakuwa ina mafungu mengine ambayo yanayotokana katika hicho kimoja. Kwa hivyo kutakuwa kuna nusu, kutakuwa kuna robo, kutakuwa kuna thuluthi na mafungu mengineyo ambayo yatakuwa yanatoka katika kile kimoja, kinaweza kuwa na hatua hiyo. Sasa inaposema kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mmoja, basi haitazami huko, haiendi katika upande wa hisabu, upande wa idadi. Na kama ambavyo alivyotueleza al-Imamu Abu Hanifa, anasema wallahu wahidun la min tariqi al-adad walakin min tariqi annahu la sharika lahu. Anasema Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi, anasema hii wahid inaposema kwa Mwenyezi Mungu, hii si katika njia kabisa ya hesabu, njia ya idadi, kwamba tunafanya idadi hii moja itakuwa ni nusu ya mbili, au kwenye moja kuna nusu, kuna robo. Hapana, lakini inaposema kwamba Mwenyezi Mungu kwamba yeye ni mpweke, ni mmoja peke yake, kwamba kwa maana kwamba yeye hana mshirika, hakuna wapili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kuna Mungu alafu kuna mwenza ambaye wapili wake. Hii inakuja hivyo kwamba annahu la sharika lahu, yeye Subhanahu wa Ta'ala hana mshirika. Kwa hivyo Subhanahu wa Ta'ala yeye hakuwa ni mwenye kufanana yeye Subhanahu wa Ta'ala na chochote. Kwa hivyo sifa hii ya kwamba yeye ni mwenye kupwekeka ni yeye tu, na hakuna kingine chochote ambacho
kitakuwa kwamba kinashirikiana na Mwenyezi Mungu katika sifa hii. Kwa hivyo kama ilivyo tunavyosema kwamba hakuna wa pili kwa Mwenyezi Mungu, na hakuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni murakkabun muallafun min ajza'in, kwamba hakuwa yeye ni mwenye kuunganishwa kutokana na mafungu, kwamba viwiliwili vinaunganishwa kutokana na mafungu. Sasa kiwiliwili kikubwa kama arshi ni kitu ambacho kimeunganishwa kutokana na mafungu mengi, ikapelekea kwamba arshi ikawa ni kiumbe kikubwa mno kuliko na kingine chochote. Sasa hivi ni hali ambavyo ya viumbe ambavyo vinakuwa kuja katika sura hii, vinaunganishwa kutokana na mafungu kadha wa kadha. Kwa hivyo kile kiwiliwili kikawa kina hatua ya mafungu, na kadhalika ni muhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kuwa na sifa kama hiyo. Ama katika viwiliwili ambavyo vitakuwa vile vile vimeunganishwa na vitu vidogo, kiwiliwili kidogo ambacho sisi tunaweza kukiona kwa macho ni mfano kama punje ya vumbi. Punje ya vumbi ni katika viwiliwili vidogo ambavyo tayari vitakuwa kwamba ni murakkabu min ajza'in qalila, kwamba imeunganishwa hichi kiwiliwili na mafungu madogo. Sasa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba hakuwa hivyo. Ule upweke wake ni kwamba yeye kapwekeka na hakuwa ni mwenye kufanana na hali zote hizi. Kwa hivyo hakuna munasaba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina yake yeye na ima kile kitu ambacho kitakuwa kina kiwiliwili chake kikubwa, au kile ambacho kinakuwa kina kiwiliwili kidogo, ama katika vile ambavyo viwiliwili vyake vitakuwa viko katika hali ya ukati na kati. Yote hayo ni muhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kuwa yeye ni mwenye kuwa na munasaba na kufanana na wale viumbe wake. Kwa hivyo fala nadhira lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, hakuna ule mfanano kwamba Mwenyezi Mungu akawa yeye ni mwenye kufanana na viumbe vyake, dhati yake, sifa zake na hata matendo yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu ni peke yake. Dhati yake Mwenyezi Mungu ni peke yake, sifa zake ni peke yake, matendo yake Subhanahu wa Ta'ala ni peke yake. Na ikawa ni muhali kwamba kuwa una wa pili anamwenza, kwamba viumbe wakajalia kwamba Mwenyezi Mungu anamwenza. Hilo ni jambo hasa muhali. Akili yoyote ambaye iliyokuwa salama ni kwamba haikubaliani kabisa na hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hili anatueleza kwenye Qur'ani akisema, lau kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, lau ingelikuwa katika ulimwengu huu, katika uendeshaji wa mbingu na ardhi, kwamba kungelikuwa kuna Mungu mwingine mbali na Mwenyezi Mungu wa haki, basi Mwenyezi Mungu anasema la fasadata, viumbe hivi vingelifisidika, vingeliharibika, mwendo wake na hali yake na taratibu ambayo iliyopo katika viumbe hivi vingeliharibika kabisa. Kwa sababu tunaposema kwamba huyu ni mmiliki wa kitu hichi na huyu mwingine ni mmiliki wa kitu hichi, ni kwamba hawa watakuwa wote wana usawa katika sifa zile za umilikaji. Kwa hivyo tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu kwamba yeye muumba, ni kwamba lazima kwamba awe ni mwenye kusifika na sifa ya uhai, sifa ya uwezo, sifa ya ilmu, sifa ya utashi na kukhitari, kuchagua kufanya kile anachokitaka na ambacho hakitaki akakiacha. Sasa sifa hizi zingekuwa zinakuja sasa
kwa yule ambaye atajaliwa kwamba na yeye ni Mungu, atakuwa na sifa hizo, atakuwa na yeye ni hai, qadir, alim, muridun, mukhtar, atakuwa na yeye na sifa zote hizi, ni hai, muweza, mwenye ujuzi, ambayo ni mwenye utashi na kadhalika, mwenye khiari. Sasa ikishakuwa hali kama hii, kwa mfano sasa ikawa kuna huyu mmoja anataka amfanye huyu mtu awe hai na mwingine anataka huyu mtu amfanye awe maiti. Sasa hapa itakuwa ni vipi? Huyu mtu itakuwaje kwamba anaweza kufikia kwamba kupata sifa hiyo ambayo inayotakiwa? Tukisema kwamba huyu aliyotaka kwamba huyu mtu awe hai na mtu akawa yuko hai, ni kwamba yeye ule utashi wake ambao aliotaka na uwezo alionao ni kwamba utakuwa umeshinda katika kufanya hili alilofanya, na huyu mwingine ambaye alikuwa anataka yeye kumfanya huyu awe ni maiti atakuwa kashindwa, na yule ambaye aliyoshindwa anakuwa haiwezi kuwa tena ni Mungu, kwa sababu Mungu anakuwa ni muweza na ni mwenye kufanya kile anachokitaka. Sasa huyu kashindwa, moja kwa moja itakuwa huyu hafai kabisa kuwa ni Mungu. Na ukisema kwamba kila mmoja katika hawa atalifanya kwamba lile alilolitaka liwe, jambo hilo linakuwa ni muhali. Haiwezekani kwamba kwa wakati mmoja mtu huyu akawa hai na wakati huyu amekufa. Hilo ni jambo ambalo ni muhali. Hivyo ni katika mustahilul aqli, ni kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kabisa kiakili, kwamba mtu akawa hai na akawa yeye wakati huo ni maiti. Haiwezekani. Hiyo sifa inakuwa ni sifa ambazo zinaondoana, kwamba sifa ikiwepo hii basi itakuwa haipo, ikiwepo hii itakuwa haipo. Sasa ikiwa hivyo, hiyo hatua hiyo itakuwa haiwezekani. Na ikiwa kwamba yule ambaye aliyetaka kwamba huyu awe ni maiti ndio utashi wake ukawa, basi huyu mwingine huyu moja kwa moja itaonyesha kabisa kwamba yeye ameshindwa na hakuwa na uwezo wa kufanya hivi. Kwa hivyo na yule ambaye anakuwa hana uwezo, moja kwa moja itakuwa huyo si Mungu, na itabakia kabisa kwamba kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitufahamisha katika aya hii, kama kungelikuwa kuna miungu wawili ambao wakawa ndio wanaendesha ulimwengu huu, basi nidhamu ya mbingu na ardhi ingelifisidika. Lakini sasa tunaporejea tukaangalia, nidhamu ya mbingu na ardhi imesimama barabara, iko katika ukamilifu wake, inakwenda kwa namna ambavyo ilivyopangwa. Hii ni dalili ya kuonyesha kabisa kwamba hakuna Mungu mwingine. Mungu ni mmoja tu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye ndio anafanya kile anachokitaka anakifanya, na kile ambacho hatakukifanya anakiacha. Yeye ndio ambaye anaeleta mabadiliko, akabadilisha hili, baada ya hili akabadilisha hili, akatuwekea hali hii, na katika mazingira tofauti kabisa ambavyo yaliyopo katika dunia hii. Mazingira ya sehemu fulani yakawa na tofauti kabisa tamaman na mazingira ya sehemu nyingine. Hali fulani ambazo zipo katika sehemu fulani zikawa zinahusu katika sehemu ile na sehemu nyingine hazipo, na hatua ile ilivyo katika maeneo hayo basi ikawa inakwenda na hali halisi, na wale ambao Mwenyezi Mungu vile vile kawaweka pale wanakwenda nayo ile hali, kwao inakuwa sawa sawa. Kwa hivyo huyu ndio Mwenyezi Mungu wa haki, ambaye hakuna wapili wake, ni yeye tu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sifatul wahdania ni sifa ambayo yake Mwenyezi Mungu amepokeka, na hakuna mwingine yeyote ambaye anashirikiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ni peke yake. Kwa hivyo hiyo ni sifa yetu ambayo tumeleta katika darasa yetu hii, na ifahamike insha Allah Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tujalie kila kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.